la Busega. Lakini pia ni washukuru sana wananchi wa jimbo la Busega kwa kuniamini tena kwa mara ya pili kwenda kuwatumikia kwa awamu yangu ya pili, niwatumikie kwa nafasi ya uwakilishi wa ubunge kwenye jimbo letu la Busega. Nimewaona wananchi wengi hapa, nimewaona watumishi hapa ambao ni wananchi wangu, nimewaona viongozi wenzangu hapa. Kwa kweli ninawashukuru sana kwa kuniamini na kunichagua kuwa mbunge wa jimbo hili letu la Busega. Ninawaahidi nitafanya kazi kwa uaminifu mkubwa, kwa spidi kubwa kama alivyosema mkuu wetu wa wilaya, kuhakikisha kwamba tunawatumikia wananchi wetu wa jimbo hili la Busega. Nikupongeze sana mkurugenzi pamoja na timu yako, wakuu wa idara, wakuu wa vitengo. Sasa wanasikia na division. Sasa mimi sijawahi kutofautisha. Mtakuja siku moja afisa utumishi unipe shule hapa. Na wakuu wa division kama wapo, kwa kazi kubwa ambao mmeendelea kufanya kwa ajili ya Busega yetu. Busega hii ni yetu sote. Ninyi mmekuja kuwatumikia wananchi wa Busega. Tunapokutana hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuwa wamoja, sisi wanasiasa na hawa wenye utaratibu kwa maana watumishi, tunaungana pamoja kuwatumikia wananchi wa jimbo la Busega. Watanzania wa jimbo la Busega wanataka matokeo, na matokeo tunayaleta sisi. Kwa hiyo yoyote ambaye yuko hapa kama ni mtumishi, sisi wananchi tunatamani kuona matokeo. Kwa hiyo ni imani yangu yale matokeo ambayo Mheshimiwa DC ameyazungumza hapa, tutaenda pia kuyaendeleza kwa kipindi ambacho sisi wananchi wetu wametuamini. Miaka 5 inayokuja twende tukawatumikie ili waweze kupata matokeo ambayo wao wanayahitaji, ili waweze kuona ni kwa jinsi gani utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tumejipanga nao. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wachaguliwa pamoja na madiwani wenzangu, kuna ahadi ambazo tumeziahidi kwa wananchi. Zipo ahadi tumeziahidi nyingi kwa wananchi wetu, na tunatamani kuona yale ambayo tumewaahidi tunafanikiwa. Ili tufanikishe ni lazima tujumuike pamoja na watumishi wetu wa halmashauri, watumishi wetu wa serikali, watumishi mbalimbali, NGOs na watu wengine, wadau na wengine ambao watajumuika pamoja nasi ili kukamilisha zile ahadi au kuzisogelea zile ahadi ambazo tumewaahidi wananchi wetu. Ni imani yangu kuwa shule ambazo tumeziahidi, vituo vya afya ambao tumeahidi, sijui mambo ya uvuvi tumewaahidi wananchi, mambo ya kilimo tumewaahidi wananchi, ni imani yangu kwamba tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunayatimiza au tunayakaribia yale ambayo tumewaahidi wananchi ili tuweze kufanya kazi vizuri zaidi. Otherwise mimi sitaki kuchukua muda wako mwingi Mwenyekiti. Nimalizie tu kwa kukupongeza sana Mwenyekiti kwa kuchaguliwa kwa nafasi ya mwenyekiti wetu wa halmashauri kwa miaka mingine 5 ijayo. Kwa kweli una dhamana kubwa, na hata ukisoma tu maandiko yako wazi, Ezra 14 inasema inuka maana kazi inakuhusu wewe. Kwa hiyo Mwenyekiti, inuka, kazi hii tumekupa wewe. Lakini ikaendelea pale ikasema ukaitende na uwe na moyo mkuu, na sisi tuko nyuma yako. Tukuahidi sisi madiwani 20 tutakuwa pamoja na wewe kuhakikisha kwamba tunaikimbiza halmashauri yetu, tunatekeleza yale wananchi wanatamani, tunajumuika pamoja na watumishi ili kuyafikia. Tutakuunga mkono kuhakikisha kwamba tunafika ambako tunatamani Busega iwe. Nipongeze makamu mwenyekiti kwa kuchaguliwa. Sasa bahati mbaya wewe sio miaka 5, lakini angalau kwa kuchaguliwa kwa huu mwaka wa kwanza ambao unaanza nao, tunakupongeza sana. Wewe ni msaidizi wa mwenyekiti, ni mshauri wa mwenyekiti, mshauri vizuri mwenyekiti, ili tuweze kuyakamilisha ambayo tumetakiwa kuyakamilisha kwa wananchi wetu. Baada ya kusema hayo, nikushukuru tena kwa nafasi ulionipa ya kuzungumza, lakini kabla sijakaa nikushukuru sana mwenyekiti wangu wa chama wa wilaya pamoja na chama chetu
cha Mapinduzi, viongozi mlioko hapa, kwa kuendelea kutulea, kwa kuendelea kutusaidia, lakini pia kwa zoezi hilo kuwepo la miezi kama 4 katikati hapa, kwa kututeua, kwa kutusimamia, na mwisho wa siku kuhakikisha kwamba tunashinda, ili tunaingia kwenye jumba kama hili na leo tukawa tumeapa. Sasa sisi wanasiasa huwa tuna mwisho 3, nimeshasema mwisho 2, sasa ya mwisho sasa. Mwisho sasa, ile ya mwisho, nikushukuru sana mkuu wa wilaya kwa namna ya pekee, kwa namna ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi, kutusaidia kusimamia miradi ya maendeleo kwa wananchi wetu. Haya ambayo wananchi walikuwa wanafurahi nayo, na haya hata ambayo wananchi walikuwa wanapongeza madiwani na mbunge na Mheshimiwa Rais, ni kwa sababu wewe pamoja na kamati yako ya usalama mmeyasimamia vizuri kuhakikisha kwamba wananchi yale ambayo yamepangwa tunayafikia. Yapo machache ambayo hata wewe umeyasema kidogo, ni imani yangu kwa wakati utaenda kuyamaliza. Mfano tu zahanati ya Mwamgoba ikikamilika ile, wananchi wetu waanze kuitumia kwa wakati, ili matokeo yawe chanya kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu Mheshimiwa Rais alileta milioni 50 kwa ajili ya zahanati ya Mwamgoba, lakini sasa takriban mwaka ya karibia kukamilika, lakini bado haijakamilika. Ni imani yangu sasa, mkurugenzi, zile milioni ngapi ambazo DMO ameomba, basi tumsaidie ili tumalize kule Mwamgoba, na wananchi waone matokeo ya fedha ambazo Mheshimiwa Rais aliwapa milioni 50.